Taarifa kwa umma imetolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kushikiliwa kinyume cha sheria kwa mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Kibamba ndugu Ernest Mgawe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapinga vikali kushikiliwa kinyume kwa sheria kwa mwenyekiti wa wilaya ya Kibamba ndugu Ernest Mgawe. Mnamo tarehe 1 Oktoba mwaka 2025, ndugu Mgawe aliitikia wito wa jeshi la polisi na kuweza kufika kituo cha polisi Gongoni saa 1 jioni. Baadaye alihamishiwa kituo cha polisi cha Oyster Bay saa 3 usiku ambako alishikiliwa hadi leo ikiwa ni siku ya 4 bila kufikishwa mahakamani wala kupewa dhamana. Jeshi la polisi linamtuhumu kwa makosa mawili: kuhamasisha maandamano na kuhamasisha fujo kwenye vituo vya mwendokasi. Makosa hayo ni ya kudhaminika na hivyo hatua ya kumshikilia kwa muda mrefu bila taratibu ni kinyume cha sheria na katiba ya nchi. Chadema imeelekeza mawakili wake kufungua kesi mahakamani na kuweza kutaka jeshi la polisi lifikishe ndugu Mgawe mahakamani au kumwachia huru mara moja. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuheshimu sheria na taasisi za haki za binadamu, vyombo vya habari na jamii kwa ujumla kufuatilia swala hili kwa ukaribu. Imetolewa Jumamosi tarehe 4 Oktoba mwaka 2025. Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Hii ni taarifa ambayo inamhusu ndugu Ernest Mgawe, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia Kibamba, ambaye anashikiliwa kwa kosa la kuweza kuhamasisha maandamano na vurugu ambazo ziliweza kutokea siku kadhaa za nyuma. Tuliweza kushuhudia namna ambavyo magari ya mwendokasi lakini pia na vituo ambavyo vilikuwa vimeweza kuharibiwa na wananchi maeneo ya Kimara mwisho, lakini pia vituo mbalimbali kama vile Mbezi pamoja na kadhalika. Sasa maandamano hayo pamoja na vurugu hizo, ilibainika kuwa yeye ndiye ambaye aliweza kuchochea na kuweza kuhakikisha kwamba watu wanaleta vurugu katika maeneo yale na kusababisha baadhi ya mabasi ya mwendokasi kuweza kuharibiwa pamoja na vituo kuweza kubomolewa. Nini maoni yako kutokana na hili ambalo linaendelea hivi sasa, kuweza kushikiliwa na jeshi la polisi na kuto kupelekwa mahakamani kwa ajili ya kuweza sheria kwenda kufuata mkondo wake? Mimi naitwa Aisan, hii ni VOT Media.